Na zipo hatua 7 za mtu aliyeacha kuambatana. Mtu anapoanza kuacha kuambatana, kuna hatua. Huwa hawezi kuasi tu kwamba eti mtu ameamka asubuhi akaasi ndani ya kanisa. Na ninapoongea hivi, naomba unielewe. Mimi ninaongea maisha. Ndio maana unaweza kaona naongea hiki, nikitoka naongea hiki, kwa sababu nina vingi ambavyo tumeviishi. Siku moja tukiwa kwenye ibada Jumapili kanisani, tuko kwenye ibada ya sifa, tunaimba. Mama mmoja akamfuata baba, akamwambia, baba, mbona nimepita Msewe kwenye familia ya miongoni mwa viongozi wa pale kanisani, mbona nimesikia kuna sifa, watu wanaimba wengi ndani ya nyumba? Baba akamwambia, kweli? Hebu muangalie, hayupo hapa kanisani. Tukamwangalia, hakuwepo. Tukaanza kufuatilia, na nani mwingine hayupo? Anaweza akawa hayuko kule, lakini ni nani ambaye hayupo kwenye ibada? Tukagundua na secretary wa baba hakuwepo, na dada mwingine ambaye alikuwa anaishi na huyo dada secretary naye hakuwepo. Familia ya huyo ndugu wote hawakuwepo, na wengine sasa baadhi. Kumbuka miaka hiyo tulikuwa bado, kanisa ndio bado lilikuwa linakuwa. Nafikiri tulikuwa kama watu 300 kwenda kwenye watu 500 hivi. Bado kanisa lilikuwa linaendelea kukua, lakini baadhi ya watu hawako kanisani. Wakati sisi tunaimba huku tunamwabudu Mungu, kuna ibada nyingine iko kwenye familia ya kiongozi wa pale kanisani. Basi tukamaliza ibada. Tulipomaliza ibada, na wao wakawa wamemaliza ibada, kwa hiyo wakaja wakiwa na ujasiri kabisa. Kwa baadhi ya watu wakawa na, wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye ibada. Ulikuwa kwenye ibada wapi? Ibada si huwa huwezi kuniingilia maamuzi yangu ya kuabudu. Naabudu mahali popote ninapotaka. Mtu anapoongea hivyo, usifikirie ameanza asubuhi ya siku hiyo. Mtu anapoanza kuacha kuambatana, huwa anakwenda hatua moja, anakwenda nyingine, anakwenda, ziko hatua 7.